Rafiki yetu na mpiganaji mwenzetu Moyo anakaribisha tena katika kurasa za Moyo, na ukurasa ambao rafiki yetu anatufungulia leo hii ni juu ya dalili za majeraha ya moyo. Sio rahisi kutambua na kuelewa ya kuwa unayo majeraha ya moyo na umekwisha kuathirika vibaya na majeraha ndani ya moyo wako, kwani majeraha hayo ambayo huishi ndani ya moyo yana tabia ya kujificha kwa namna ambayo sio rahisi kwa namna yeyote kuweza kuyatambua ya kuwa tayari unayo majeraha ya moyo. Leo hii nitakufungulia ukurasa huu wa kutambua namna ambavyo umeathirika tayari na majeraha ya moyo. Jina langu ni Emmanuel Molton Chanya, na leo hii nitakufungulia ukurasa huu. Majeraha yanayopatikana ndani ya mioyo yetu husababishwa na kupokea vitu kinyume na vile tulivyotarajia, vitu vya kushtukiza na vitu ambavyo vilisababisha mshtuko pamoja na mlipuko ndani ya moyo, jambo ambalo husababisha moyo kusinyaa kwa kasi na nguvu kubwa zaidi, lakini na kutanuka kwa nguvu kubwa zaidi, jambo ambalo baadaye huathiri moyo na kuacha moyo katika maumivu na majeraha pia. Pale ambapo yametokea mambo ambayo hukuyatarajia ya kwamba yangeweza kutokea, basi ndani ya moyo wako, moyo huzalisha nishati kubwa ili kuweza kukabiliana na ile hali tofauti ambayo imekwisha kuingia ndani ya moyo. Na hapa ndipo nishati hii hufunika vitu kadha wa kadha na huweza kuua hisia kadha wa kadha ndani ya moyo na kukufanya usiweze kutambua kwa uhalisi ya kuwa tayari unayo majeraha ya moyo. Nishati kubwa na nguvu kubwa ambayo moyo hutumia kwa ajili ya kukabiliana na udhaifu, kukabiliana na yale matatizo ambayo yameingia ndani ya moyo, husababisha kufunika moyo kwa kiasi ya kwamba inakuwa si rahisi kutambua umeathirika tayari na yale majeraha ya moyo. Na hapo tunaipata dalili ya kwanza ya majeraha ya moyo. Dalili ya kwanza ya kujua ya kuwa unayo majeraha ya moyo ni ile hali ya kupoteza uwezo wa kujitazama ndani yako na kuona namna ambavyo wewe umechangia pia katika aina fulani ya tatizo ambalo limetokea katika maisha yako, limetokea katika eneo fulani katika maisha yako. Katika kila jambo ambacho kimetukia katika maisha yako tayari, kwa namna yoyote ile ya kujua ama ya kutokujua, basi unakuwa umeshiriki kwa namna fulani hivi kuwa chanzo cha yale ambayo yametokea katika maisha yako. Na ili uweze kutatua tatizo fulani ambalo limetokea katika maisha yako, ni sharti uweze kutambua mchango wako katika kuleta tatizo ambalo limetokea katika maisha yako na limeleta madhara katika maisha yako. Lakini unapokuwa na majeraha ya moyo, dalili yake ya kwanza ni kuwa hauoni namna yoyote ya kosa lako lolote ambalo limechangia shida iliyoko kutokea na tatizo lililo katika maisha yako kudhihirika katika maisha yako, na badala yake unakuwa ni mtu wa kunyooshea vidole watu wengine tu. Yaani unajua tu matatizo ya wengine, na kwa 100% zote unakiri na kusisitiza ya kwamba chanzo cha tatizo linaloonekana katika maisha yako ni mtu mwingine, huku wewe ukiwa hauhusiki kabisa katika tatizo hilo. Lakini kuwa chanzo cha tatizo si tu kwa maana ya kwamba lazima utende tendo fulani au fikiri au uchangie kwa namna fulani kwa maneno au matendo, lakini pia hata kama haukujua sawasawa ni kitu gani ambacho unatakiwa kutenda kwa usahihi ili mambo yaweze kukaa sawa, pia wewe mwenyewe unakuwa umehusika katika kuwa chanzo cha hilo tatizo. Hivyo pale ambapo unashindwa kabisa kujitazama na kujua ni kitu gani ukirekebisha kwanza kutoka ndani mwako ili matatizo yaweze kuondoka katika maisha yako, hiyo ni dalili ya kwanza ya majeraha ya moyo, kwa maana ya kwamba hauwezi kukubali kabisa ya kuwa ndani yako kuna tatizo na kuna chanzo cha tatizo ambacho kimepelekea shida unayoiona katika maisha yako iweze kuonekana. Hivyo kama uko katika hali hii ambayo unaona chanzo cha matatizo katika maisha yako ni mtu wa aina fulani na amehusika kwa 100%,
basi utatakiwa kumtegemea mtu huyo maamuzi yake ya kuweza kubadilika ili tatizo hilo liweze kuondoka. Lakini pale ambapo utatambua kwamba hata wewe ulikuwa na nafasi ya kusababisha tatizo ambalo limetokea, basi utakuwa na nafasi pia na uwezo pia wa kuweza kushiriki kuliondoa tatizo hilo. Hivyo kama una hiyo dalili ya majeraha moyo, kuwalaumu wengine tu, kuona mabaya tu kwa wengine na kuona wengine kuwa ni chanzo cha uharibifu katika maisha yako, basi hiyo ni dalili ya kwanza ya majeraha ya moyo. Dalili zingine na namna gani ya kukabiliana na majeraha moyo zitazidi kufuata hapa. Usisahau kuandika maoni yako, kusubscribe pamoja na kugusa alama ya kulike. Karibu tena.